Naam, tukirejea hapa nchini lakini hasa jambo hili likiwa na sura ya kimataifa, wakati ambapo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akitarajiwa kumaliza muda wake mwezi Disemba mwaka huu. Mchakato umekwisha funguliwa kwa wagombea mbalimbali kujitokeza, na wapo ambao wanapata nafasi kubwa zaidi ya kumrithi Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na ikumbuka kwamba atakayepatikana atakuwa Katibu Mkuu wa 10 wa Umoja wa Mataifa. Yupo Mtanzania ambaye amezungumza na baadhi ya hao ambao wanapewa nafasi kubwa zaidi, na tunaye hapa studioni kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu kupata uzoefu huo. Kabisa, good luck. Huyo ni Irene Kikoti, Mtanzania ambaye amewakilisha asasi za kiraia lakini na taifa kwa ujumla, akiwa ni binti pekee ambaye amewakilisha pia kundi la vijana kwenye mahojiano ambayo wamefanyiwa wale ambao wanawania kukalia kiti cha Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Karibu sana Irene. Asante sana. Karibu sana. Asante. Unaweza kutupitisha kwenye mchakato, ili kuwaje ukafika katika huu mkutano ambao unaitwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa? Asante sana. Mchakato walitutumia email ambayo tulipata wote ambao ni wanachama wa UN, Umoja wa Mataifa, pamoja na jukwaa la vijana ambalo linaitwa ECOSOC duniani. Hivyo so tukatumiwa, na hisi ni wote tulitumiwa, sababu unapotumiwa email unajiona tu uko mwenyewe pale. Ndio. So nikaona fursa, nikasema ni apply, nika apply, nilivyo jaza na maswali, sababu walikuwa wanasema maswali yako ndio atakao kufanya uweze kuwa select, yani kuchaguliwa kwenda kuwauliza maswali. Kwa hiyo ilikuwa kila nchi zinawakilisha, zinatakiwa kupatikana mwakilishi wa kwenda kuwafanyia interview wale wagombea wanne. Ndio. Kwa hivyo maswali yako ndio ambayo yalikupa nafasi baada ya wao kututumia email. Okay. Ndio. Wow. Na ilikuwaje sasa baada ya kupata hiyo nafasi? Kwa kweli tuliapply mwezi wa pili. Na ilikuwa nishaona kwa sababu sio kawaida ya Umoja wa Mataifa kuchelewa kukujibu. Kwa obviously mimi nikajua hamna, yani nisijapita. So nikafocus, sababu kuna mikutano mingine nilikuwa na attend huko mwingine. Nikasema New York. So nikasema anyway ndio ishapita hiyo. Lakini ndani ya wiki ile ambayo nilikuwa naenda kusafiri, yani ndo nikapokea email. Ilikuwa kama siku tatu nyuma kabla sijaondoka nchini kwenye mkutano mwingine. So nilifurahi kwa kweli, niliruka, nilikuwa niko nyumbani na mama yangu. Nikafanya alafu nikakaa kimya. Yes, hivyo. Kwa nilifurahi. Hakuna mtu ambaye, kijana yoyote yule au mtoto yoyote yule ambaye kwanza nikajiuliza ni Mtanzania peke yangu au vipi, kwa lakini nikakaa kimya mpaka nifike nione. Hivyo basi, kwa hiyo nilikuwa na furaha sana, sikumwambia mtu kwanza. Nilisema kwa hiyo kwanza ikawa private. Hata mama akaniambia nini? Nikamwambia hapana. Hivyo so nilikaa kimya. Lakini nilifurahi, nikamshukuru Mungu. Kwa hata mama kumwambia wakati ule? Sikumwambia kwa sababu nilikuwa siamini. Unajua unaweza ukawa walituma email ya kwanza. Kumbe email imekosea. Walituma email ya kwanza, wakasema utatumiwa email ya jinsi gani ya maswali yako ambayo umepita. Hivyo so nikasubiri email ya pili sasa, ili ndo niseme siku ya kesho yake naondoka, ndo niseme sasa kwa wazazi. Hivyo. Ndio. Sasa yani tunataka tupate mwendelezo wa hiyo story. Kwa hiyo ikafika siku yenyewe, sio ya kwenda kwenye kuondoka. Kaondoka, nikafika mjini New York. Nikafika hotelini kwangu kama kawaida.
Nikafika tukaambiwa kwenye ile email ya pili walituambia okay, unatakiwa ukawahi kuchukua badge za kuingia. Basi nilivyoona hivyo mimi nikajua finish, yani nishamaliza. Jambo uhakika sasa. Lakini sikujua kama niko peke yangu Tanzania kabisa, kwa sababu unavyokutumia email hawatumi kwa groups. Wanakutumia wewe kama wewe. Kwa unajua nakupale. Kwa hiyo nilipofika nikachukua badge kama kawaida, sherehe zinazofanyaga mikutano yote, nikaambiwa utaongea kesho. Mkutano ulikuwa siku 2. Interview ilikuwa siku 2. Kwa hiyo siku ya kwanza niliattend, lakini mimi nilikuwa nauliza maswali siku ya pili yake. Kwa hiyo walinichagua kama mwangalizi na speaker. Unaongea kwenye mkutano. Mimi ngasema mwangalizi ili kupata vizuri zaidi kile ambacho anakizungumza Irene. Tunaweza kuangalia wakati akiwa anauliza sasa hayo maswali kwa wale ambao wanakuwa wanawania kiti cha ukatibu mkuu. Weka sawa hapo kuipata hiyo video ikiwa tayari. Nitaka kujua tu kwamba alisema kwamba alichaguliwa kuwa mwangalizi na speaker. Na tunafahamu hapa tunazungumzia manake Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, sio ule mkutano ambao ulifanyika. Manake ulikuwa umechaguliwa kuwa mzungumzaji kwenye ule mkutano. Yaani siku zote mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unafanyika mwezi wa 9. Lakini kwa sababu ya lazima waitishwe mapema. Kama kuna sababu yoyote, nadhani watu wanaelewa, hata bungeni au kokote wanahitajika, kama ni jambo la dharura au jambo la muhimu watahitajika mapema. So mimi hapa wakati ile email ya kwanza mimi sikujua kama ni observer, yani mwangalizi au mwongeaji wa kuuliza maswali. Hivyo. Kwa sikujua. Sasa ule email ya pili ndo nikajua kwamba mimi ni mwangalizi. Nikasema mwangalizi wameangalia kriteria gani au hivyo za mimi kufanya nini kuchaguliwa. So ilikuwa ni mwangalizi, na sababu ilikuwa ni wanachukua marks. Wanavyoulizwa kila anayeulizwa, kwa sababu nchi zilikuwa 4 na kila nchi lazima watoe mtu wao. So kipindi hiki naona nchi hizo za upande huo ndo zilikuwa Costa Rica, Senegal na Ivory Coast. Yes, na nimesahau. Yani Senegal kulikuwa Macky Sall. Macky Sall ambaye alikuwa president Michelle Bachelet. Michelle Bachelet na Maria. Yes. Costa Rica, Maria. Yes. Kwa hiyo sisi tulikuwa siku ya kwanza tarehe 21, mkutano ulikuwa tarehe 21 mpaka tarehe 22 April. Kwa hiyo mwezi wa 4. Kwa hiyo mimi tarehe 21 nilikuwa kama mwangalizi, tarehe 22 nilikuwa kama speaker. Sasa turejee kwenye ile video na tumwangalie Irene vile ambavyo alishiriki kuweza kupata picha kamili ya kile ambacho alikifanya. I already mentioned that. The floor to the next civil society organization, Genesis for Children organization. Please, you have the floor, followed by Guinea and El Salvador. Thank you so much, Madam President Annalena. Honorable Secretary General's candidate, Mr. Macky Sall, given the devastating impact of conflicts on children, what concrete measures will you take to enhance protection and security of children in war zones? Ensure accountability for violations of children's rights and uphold human rights. Innocent children are dying daily. How will you address this crisis? Thank you. I thank the distinguished representative of the civil society organization Genesis for Children organization. Please, Mr. Sall, you have the floor. I thank you very much. I thank the representative of civil society. You recalled for us that there are 2 categories in conflict areas which suffer most, and it's the children and women. Na huyo ni Macky Sall, alikuwa rais wa Senegal ambaye sasa hivi ni mmoja kati ya wagombea, akichapwa swali na
na Irene Kikoti na Irene ambayo tuko naye hapa. Lakini tukumbuke kwamba wagombea wengine ambao wapo ni pamoja na Michelle Bachelet kutoka Chile. Huyu mwanamama amefanya mambo mengi, amewahi kuwa mkuu wa nafikiri UNHCR, UN Women, UNHCR. Lakini pia kuna Rebecca Greenspan kutoka Costa Rica na Rafael Grossi kutoka Argentina. Watu wanne hawa, mmoja wao inawezekana kawa mrithi wa Antonio Guterres hiyo Disemba mwaka huu. Sasa tumeona uliuliza swali kuhusu watoto. Ilikuwaje na wakati pia unapokea majibu yale ya Macky Sall, uliyapokeaje na ulimwona kama candidate wa namna gani? Cha kwanza, mimi na taasisi ya watoto ya watoto, ndio Genesis for Children Organization. Kwa hiyo swali langu lilikuwa limeenda direct kwa watoto tu. Kama hilo swali waliosikia hapo kwa Bank Translate inahusiana na anawezaje kwenye, maana sasa hivi vita ni vingi duniani, nadhani unajua watoto wanakufa ambao hana hatia, sababu vita vikitokea watoto wanaokufa, watu wengi wanaokufa ni watoto ambao hawahusiki wala nini. Je, atafanyaje ili kuweza kufanya nini kulitatua hilo na kwenda kuwa rescue wale watoto na kuwatoa? Of course huwezi kuananiliwa wote. By the way, niliuliza swali Maxwell alinijibu, mimi naona alinijibu swali langu vizuri kabisa. Hivyo alisema kwamba UN yani duniani kote haipo kote. Hivyo kuna nchi zingine hazina headquarters za UN, yani hazina ofisi za UN. Lakini UN imeshaanza kufanya kazi na wanawake na watoto. Kwa hiyo kajumlisha wanawake na watoto hapo ndani. Kwa hiyo akasema kwamba anaweza, yani jinsi gani atachokifanya ni kwamba atahakikisha haki za watoto hususan kipindi cha vita zinalindwa kwa ufasaha, na atawashauri so tu wao lakini pia UN nzima za duniani kote kuwa na awareness in case na mashirika ambayo yapo kule kwenye zile nchi. Na akasema kwamba yuko tayari na UN iko tayari kufanya kazi na taasisi yoyote ile ambayo, sababu wengine hawezi jua labda nchini kwako kuna watoto wamekufa ngapi, idadi ndio unaijua wewe NGO au nchi yenu hivyo. Kwa hiyo wako tayari kufanya kazi na ile. Kwa hiyo mimi swali langu alinijibu vile nilivyokuwa nahitaji kujibiwa. Ndio. Okay. Haya. Sawa. Irene, hii imekuwa ni fursa ya kipekee. Ndio. Na bila shaka imeacha athari pia kwa imeacha alama pia. Imeacha alama, yes. Kwa kumalizia, mwambie kijana ambaye anatamani kushiriki katika vitu mfano wa hivi katika masuala mbalimbali ulimwenguni. Mimi napenda kwa mkweli vijana tusisubiri fursa ikufuate. Mimi nimekuwa natafuta fursa mwenyewe. Najiunga kwenye majukwaa sio tu ya huko nje, hata hapa Tanzania hivyo. Kwa takribani miaka 4 sasa hivyo. Kwa hiyo mimi ninachomshauri kijana, fursa ziko nyingi huko nje ya nchi, hata hapa Tanzania zipo. Ni jinsi gani wewe kijana unajiweka kwenye nafasi gani na jinsi gani ya kuweza kukimbilia. Unajua fursa zinakimbiliwa, hazikungoji. Hakuna mtu ambaye anaweza kukujua wewe unataka nini, si ndio? Kwa hiyo usipojitokeza uwezi kufunguliwa dunia ya baadaye. Kwa hiyo nanukuu kauli moja ya marehemu Ruge Mutahaba alisema kwamba
ndoto sio ile ambayo unaiota ukiwa umelala. Ila ndoto ni ile ambayo unaiota ukiwa macho, afu inakupa frustration ili uweze kuikamilisha kabisa. Hivyo. Kwa hiyo mimi naweza kukwambia nakaa sana mtandaoni, simu yangu naitumia kwa manufaa. Nakaa sana mtandaoni, naweza nikalala kila siku masaa 3 au 4 tu nikitafuta fursa kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wa baadaye ambao nina run hiyo taasisi hivyo. Kwa hiyo vijana, mwisho wa siku tutakuja kuwa na lawama kwenye nchi yetu. Umeelewa kwamba husaidiwi, hatusaidiwi, lakini wewe usipotoka kwenda kuitafuta ile fursa kabisa uwezi, yani hakuna mtu anaweza kuja kukupa chakula akati anajui kwamba wewe una njaa. Amka ukaitafute fursa. Usisubiri. Sasa kwa ufupi sana Irene, kuna watu wanaokutazama wanatamani kujua kuhusu background yako na nini, unajua inaweza kutusaidia kujifunza hasa kuhusu shule ambazo wamesoma. Haya, sawa. Tuanzie hapo kwenye shule. Shule kuanzia vijidudu Anyway, shule nimesoma shule nyingi. Na nazisema zote kwa sababu zote zimenisha kabisa. Ndio tunazipa maua yao. Lakini zile ambazo zimenipa cheti ni moja. Ambapo nilikuwa narudi hiyo shule mara zote hapo. Green Acres School. Primary na secondary. Hiyo ndo nina vyeti vyake. Lakini shule ambazo nimezisoma zimenikuza hapa nilipo. Green Acres iko Kilimanjaro? No, iko hapa Salasala, Mbezi Beach. Shule ambazo zimenikuza: Mgabe Primary School, shule ya msingi ya Mgabe, Ubungo, pamoja na Grace Primary School na Cornelius. Ziko nyingi kwa sababu nilikuwa nahamishwa. Babangu mimi nilikuwa napenda kusoma sana. Kwa nikiona nalalamika mwalimu, hicho kitu ninacho mpaka kesho. Mwalimu au labda sina vitabu maktaba, ni lazima nimwambie mzazi. Lazima mwambie mzee. Lazima. Sio kwamba ulikuwa una deki. Kwa sababu alikuwa anatufundisha homework. Sawa Sasa mzazi anataka kujua ulichofundishwa, umependa maktaba? Sijaenda. Babangu mimi ni mkali sana. Yaani ulikuwa unapigwa. Sasa namwambia ukweli. Hapa na hapa. Vipi kuhusu shule ya juu ya elimu ya secondary, advanced na hiyo? Yaani nilikuwa narudi. Chuo kikuu mimi nimesomea Montreal, Canada. Nilichosomea nasema sicho ninachofanya. Nimesomea travel and tourism. Mambo ya tiketi za ndege. Mambo ya nini visa, kutengeneza passport, nilichosomea hivyo. Kwa hiyo huku na imani ni Mungu aliniita. Sababu hata kuna siku unajua ukiendesha taasisi kuna muda unasema hii inaweza kufika kweli, unakata tamaa. Na ni taasisi ambayo ulianzisha wewe? Yes, mimi mwenyewe. Na wewe ndo mkurugenzi wa hiyo taasisi? Ndio. Wow, yes. Sana. So nikataka niache ile taasisi 2022. Nikaenda ku apply kazi. Sikupewa kabisa kazi. Kwa hiyo nikaonekana kwamba Mungu anataka nifanye, ameniitia huko. Kule ilikuwa ni mchakato. Kwa hiyo kijana na mchakato, yani mpaka ufikie pale ulipo. Kwa hiyo sio rahisi. Lakini hongera sana. Lakini hongera sana. Hii ni kazi kubwa sana, kualikwa New York kwenda kuwauliza maswali candidates 4 wa nafasi kubwa. Huyu ni UN chief, yani kwenye operations za kila siku, kwenye uendeshaji wa shughuli za Umoja wa Mataifa za kila siku. Kwa hiyo ni nafasi kubwa sana kupata watu, kuhoji watu kama hawa. Inawezekana mmoja wapo akawa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kumbukumbu zake anakumbuka, bana niliwahi kuulizwa swali na binti fulani kutoka Tanzania. Kwa hiyo ni historia kubwa sana. Tunakushukuru sana. Ndio labda niseme kwa kumalizia sione kwamba yani ili hiyo tu. Mimi nimekuwa najilipia mwenyewe. Huu ni mkutano wangu wa 3. Kwani mara 3 kwenda nje UN
kwenye mkutano Marekani. Sawa eh? Kwa hiyo huko nyuma nilikuwa najilipia mimi mwenyewe. Huu nimelipiwa. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo huko nilikuwa najitoa. Sio kwamba nina hela ila ninajua mwenyewe njia zangu napataje pesa. Nikikwama nitaomba mradi tu nitoke, mradi nionekane. Hivyo. Ukirudi pale kwenye maneno ya Ruge Mutahaba kuwa ni ndoto ambayo umekuwa ukiota kabisa. Mchana, kwa hivyo unapambana kwa kila namna uweze kuitimiza. Kabisa, kwa sababu mimi kwa kweli ni mtafutaji fursa kiujumla. Yes. Hilo umemaliza na kuliweka vizuri. Tunakushukuru sana Irene. Asante sana. Na shukrani hizi sio tu kwa kuwa nasi hapa studio Good Luck, lakini kwa kuwakilisha taifa letu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Amewakilisha taifa akiwa ni Mtanzania pekee ambaye ameshiriki mkutano huu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mkutano ambao amehusika kuwahoji maswali wanaowania nafasi ambayo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake sasa. Hawa ni wale ambao wanawania kuchukua nafasi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Karibu wakati mwingine Irene. Asante sana. Shukrani.